malengo yetu kwenye michuano ya kimataifa msimu huu ni kucheza nusu fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Haya ndiyo malengo yetu, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuyatimiza malengo haya ya kufika hatua ya nusu finali. Na kila tukitazama timu yetu, kila tukiwaangalia wachezaji wetu, unaiona Simba hiyo ambayo inakwenda kutimiza haya malengo na kukata kiu ya mashabiki kwa kufika hatua ya nusu finali. Kikosi kinaondoka tarehe 4 ya mwezi wa 9 kama ambavyo nimesema, lakini kwa kuwa tunakwenda Malawi, tumeandaa vile vile safari ya mashabiki ambao tutasafiri kwa njia ya basi kuelekea Malawi. Hii itakuwa ni mara ya pili tunasafiri kuelekea Malawi. Tumeshawahi kusafiri tukaenda kucheza na Nyasa Big Bullets kama mnakumbuka, lakini vile vile tumeshawahi kusafiri kwenda Zambia kwa kutumia usafiri wa basi. Tumewahi kusafiri kwenda Uganda kwa kutumia usafiri wa basi. Hizi ni rekodi za miaka ya hivi karibuni. Kwa hiyo safari hii tunakwenda kucheza na Mighty Wonders ambao ni mabingwa wa Malawi. Tukasema tusiache timu iende peke yao na tusiwaache wachezaji waende peke yao. Tuambatane na mashabiki watakao kuwa tayari kwenda kuipambania Simba huko, kwenda kuiteka Malawi na kwenda kufanya balaa kubwa. Sisi tunaamini huu ukanda wote wa kusini mwa Afrika, huu ukitoa Afrika Kusini, ukanda wote huu, sio Botswana, Malawi, sio Zambia, Zimbabwe, ukanda wote huu Simba Sports Club tuna uwezo wa kufika na kuiteka nchi husika na kuiweka chini ya uangalizi mkali wa mashabiki wa Simba mpaka pale mechi itakapomalizika. Kwa safari hii tunarejea tena Malawi, na safari hii tunataka kuvunja rekodi ya kusafiri na mashabiki wengi kweli kweli kuwahi kutokea. Kwa mantiki hiyo basi, tutakuwa na msafara wa mashabiki wa Simba ambao safari yetu itaanza tarehe 3 ya mwezi wa 9 saa 12 jioni, saa 1 kamili jioni. Safari yetu itaanzia hapa Dar es Salaam mdogo mdogo kuelekea Lilongwe, mji mkuu wa Malawi. Tutarejea Dar es Salaam tarehe 6 ya mwezi wa 9, kwa maana baada ya mchezo kumalizika, mnyama ashachukua zake ushindi wa kutosha pale Lilongwe Malawi. Hapo mashabiki ambao tumesafiri na basi, tunaingia kwenye mabasi yetu, tunarejea Tanzania kwa ajili ya kuja kuendelea na shughuli nyingine. Kwa hiyo utaratibu wa safari ni kama ufuatavyo. Tunataraji kuondoka Dar es Salaam saa 1 kamili usiku siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 9. Safari yetu itaanzia Ubungo kwenye kituo cha mafuta cha Engine mkabala na Ubungo Plaza. Ni sehemu maarufu ambayo tumekuwa tukianzia safari yetu hapa. Kwa wale ambao wamesafiri kwenda Ngorongoro wanakumbuka sehemu ambayo tulianzia safari yetu. Na safari hii ni tofauti kidogo na safari za kikawaida za mashabiki. Hii ni safari ya luxury, ni safari ya kuenjoy, ni safari ya kufurahia, ni safari ambayo tunakwenda huku tunafurahia safari yenyewe. Ni safari ambayo ndani yake kunakuwa na burudani, kuna entertainment ya kutosha. Ni safari ambayo haturuhusu aina yoyote ya udhia ndani yake. Yaani watu wanakuwa comfortable, wanaenjoy mwanzo mpaka mwisho wa safari. Ni adventure. Nikisema neno hilo tutaelewana vizuri. Ni adventure, ni safari ya kwenda kufurahia maisha yetu ya sisi kuwa Simba Sports Club. Kwa hiyo kwenye gari kuna kuwa na burudani za hapa na pale. Wakati tunakwenda Malawi, kuna mtu mmoja kwenye gari nilokuwa nimepanda, yeye aligeuka kawa DJ. Alikuwa na DJ booth yake, akafungua akaweka hapo, akawa anagonga ngoma mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari. Kwa hiyo na safari hii, yule bwana nimemsahau jina lake,
lakini kwenye gari yetu namba 2 tulikuwa tunamwita DJ. Kwa hiyo nimkaribishe yeye na timu yake, tuambatane pamoja kuelekea Malawi, aje na muziki wake au funge pale, watu wacheze, waenjoy, wafurahi. Safari itaanzia Dar es Salaam na kituo cha kwanza itakuwa ni Msolwa. Ni kituo maarufu kwa watu ambao wanasafiri kuelekea njia hii ya Morogoro. Watu pale watapumzika kidogo, watapata refreshment, watapata chai pale. Kwa wale watu wa nyama choma watagonga hapo. Baada hapo tunaondoka. Kituo cha pili itakuwa ni Morogoro mjini, Msamvu pale. Mwendo ni ule wa kupumzika. Kama kuna mtu vinywaji vimepungua na kwenda anachukua naongezea, tunaingia tena kwenye safari yetu. Tukitoka hapo ni mdogo tunakatiza Mikumi ile. Kituo chetu cha tatu itakuwa ni Ruaha Mbuyuni. Watu wanasimama tena pale kwa ajili ya kuongeza mipango na kuchukua refreshment. Tukitoka Ruaha Mbuyuni, kituo chetu cha 4 ni Makambako, njia panda pale. Watu wanashuka kidogo pale, wanabadilisha upepo, wanapata upepo wa Makambako. Baada hapo tukitoka hapo ni mwendo yena. Kituo chetu cha mwisho itakuwa ni Mpakani. Lakini kabla ya kufika Mpakani tutaingia Kyela mara moja. Wenzetu mashabiki wa Simba mkoa wa Mbeya, hususan wilaya ya Kyela, kuna matawi ya kutosha pale. Wametuandalia chakula cha mchana, wametuandalia sehemu ya kuoga, wametuandalia sehemu ya kupata refreshment, yani sehemu, kwa sababu tunakuwa tumesafiri usiku kucha. Kwa hiyo tukifika Kyela pale watu wataingia waoge kwenye hoteli, watakula, mwenye perfume, mtu apulize kidogo perfume yake pale na nini. Wale watu wa shadow wale muhimu wakapaka shadow zao na nini. Watu wakapendeza, yani wakajiupdate. So mnasafiri mnakuwa muelewani, huyu mwanamke huyu mwanaume, kwa sababu na nini nakuemesha isha ile nini wanataka nile makeup inakuwa shaisha. Kwa hiyo tukifika pale Kyela mnapata muda kidogo wa kujiupdate, unapiga makeup yako pale safi na nini. Baada hapo tunaendelea na safari, tunavuka boda, tunaingia Malawi, na baada hapo hakutakuwa na kituo kingine rasmi, ni moja kwa moja kutoka Kyela kuitafuta Lilongwe. Kyela tu Lilongwe ni kilomita chache tu, kama 400 fulani hivi. Kwa hiyo tukifanikiwa kuvuka mapema, maana yake ni kwamba tutaingia Lilongwe mapema zaidi, ili watu wapate muda wa kutafuta sehemu za kufikia, kupumzika na vitu kama hivyo. Sasa basi, nauli ya kuelekea Malawi kwenda na kurudi itakuwa ni shilingi 200,000. Gharama halisi ya kwenda Lilongwe na kurudi ni zaidi ya 2,500,000, 3,000. Lakini tukasema tuwatoze watu wetu shilingi 200,000 tu, itakaopelea Simba Sports Club tutaongezea kupitia marafiki zetu, kupitia wadhamini mbalimbali ambao watajitokeza kuchangia safari yetu hii. Lengo letu ni kwamba tusiache mtu nyuma. Kwa hiyo kwa shilingi 200,000 pekee utakwenda na kurudi Ngorongoro. Kwa kuwa Mungu wangu, Ngorongoro tena. Utakwenda na kurudi Malawi. Chakula, malazi, kila kitu itakuwa juu yako. Tutakachokifanya Simba Sports Club baada ya kufika kule Malawi, tutakuwa na sehemu ambazo tutawapendekezea watu waweze kufikia. Kwa maana ya kwamba mratibu wa timu Abbas Vasco da Gama atakuwa shafika Lilongwe mapema, ataangalia maeneo mazuri. Tukifika pale yeye atatusaidia kutusuggestia, bane ile pale hoteli ni kiasi kadhaa, ile pale ni kiasi kadhaa, kula mnaweza kula sehemu fulani, ili at least mtu ufanye maamuzi kwa kitu ambacho umeshapewa taarifa zake. Kwa hiyo kwenye maeneo hayo msiwe na mashaka, tumeratibu vizuri kweli kweli. Jambo la muhimu na la msingi, tunakwenda nchi ya watu ambayo ni Malawi. Cha kumshukuru Mungu ni kwamba hakuna visa, lakini ni lazima uwe na passport. Kwa hiyo kama unataka kwenda Malawi, sharti la kwanza
lazima uwe na passport. Kama hauna ile ya kitabu, basi anza mchakato wa kutafuta ile ya karatasi. Kitu kizuri ni kwamba Malawi unaweza kuingia na passport ya karatasi. Ukianza kufuatilia kuanzia sasa hadi kufika kesho kutwa, utakuwa umeshapata passport yako. Hiyo ni sharti la kwanza. Hatutampokea mtu yoyote ambaye hana passport. Kwa experience ambayo tumewahi kusafiri safari mbalimbali za kwenda nje ya nchi, kuna mtu anapanda gari hana passport, alafu akifika mpakani ndo anaanza kuleta ugaigai, mara kaingilia hapa mara katokea hapa. Kuepusha usumbufu wa aina yeyote ile, hatopanda mtu basi letu kama hana passport. Hakikisha umepata passport yako, na sisi tumeiona passport yako, ndio utaruhusiwa kuingia kwenye gari. Pale mpakani unaweza ukapata passport, lakini hawa ni mambo ya kubeti. Sasa ni vema ukaondoka na passport yako hapa. Tukifika pale ni kugonga tu muhuri, tunaingia zetu Malawi kwenda kufanya ubaya ubwela.